Aziz Ntando, ni mchambuzi wa masuala ya amani na usalama barani Afrika na nje ya bara la Afrika. Tukianza kujadili hili swala la Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, rais wa mpito wa Burkina Faso, labda tungejiuliza kwanza, Ibrahim Traore ni nani? Ibrahim Traore ni kijana ambaye ni raia wa Burkina Faso. Alizaliwa March 14 mwaka 1988 katika eneo linaloitwa Kera, Bondokui, nchini Burkina Faso. Ibrahim Traore amesoma pale Burkina Faso, na kitaaluma amehitimu mafunzo ya degree ya kwanza ambayo ni shahada ya kwanza ya masuala ya madini, geologist, yani yeye ni geologist. Taaluma yake amesoma geology. Hiyo kwa kifupi yeye ni taaluma yake amesomea geology, maana yake ni geologist, akihitimu katika chuo kikuu cha Ouagadougou hapo nchini Burkina Faso. Pia baadaye alikwenda kufanya nadhani ni masters ya masuala ya kijeshi katika chuo kingine ambacho kinaitwa Georges na Mwano kama sikosei, ndipo alikofanya mafunzo ya kijeshi na akapata hiyo shahada ya pili ya masuala ya kijeshi. Na baadaye akawa akiwa katika jeshi la Burkina Faso alifikia mpaka renki ya captain, na ndipo sasa alipoongoza lile vuguvugu la mapinduzi, akiwa kiongozi wa mapinduzi na kuchukua nchi mwaka 2022. Tokea mwaka 2022 akawa ndo rais wa mpito wa Burkina Faso. Ibrahim Traore labda kwa upande wa imani ni Muislamu wa imani ya madhehebu ya Sunni. Kinachotokea kwa Ibrahim Traore, na tu sio kwa Ibrahim Traore, kiongozi yote anaoingia madarakani kwa njia ya mapinduzi huwa mara nyingi anakuwa na maadui wengi sana, kwa sababu hata wale waliowaondoa madarakani wanakuwa hawajafurahishwa na hilo jambo, wanakuwa na wenyewe wanajaribu kutafuta namna gani watarejea madarakani. Kwa hiyo tu si kwa Ibrahim Traore, kwa kiongozi yote tu ambaye anakuwa ameingia madarakani kwa njia ya mapinduzi, anakuwa lazima awe na ulinzi mkubwa, kwa sababu anakuwa wale waliowaondoa wanakuwa wanatamani kurejea tena madarakani. Alafu jambo lingine ambalo ni kubwa, kwa nini anakuwa na ulinzi mkubwa? Huyu bwana Ibrahim Traore anaonekana kama ndo mwarobaini na mzizi mkubwa wa maendeleo na muasisi wa uzalendo katika taifa la Burkina Faso. Kwa hiyo amekuja kuipigania nchi, kwa maana ya kwamba kulinda rasilimali za nchi zibaki pale, nchi isibuguziwe na kupokwa rasilimali kwenda popote pale. Kwa hiyo wa Burkina Faso wanampenda sana na wanamkubali sana, na si tu wa Burkina Faso, tuseme almost ni bara zima la Afrika na mataifa mengi hata nje ya Afrika wanamkubali sana Ibrahim Traore kwa kile anachokifanya kwa ajili ya wananchi wa nchi yake. Unavyo vita kubwa na vita ngumu sana kwa sasa kwenye dunia ya sasa ni vita ya kiuchumi. Nadhani ni bahati mbaya tu, nikitoa mfano kwa hapa kwetu Tanzania, ni bahati mbaya tu kwamba sisi rais wetu wa awamu ya 5 alichukua nchi kidemokrasia na alitawala Tanzania ikiwa ni nchi ambayo ina amani, hapakuwa na viashiria vyovyote ambavyo vinaonekana labda amechukua mapinduzi au na nini, na ndio maana alikuwa haangaziwi sana. Lakini kwa kifupi ni kwamba Magufuli alifanya mambo makubwa sana. Naweza kudiriki kusema kwamba Traore anaweza kuwa amefanya nusu ya Magufuli, lakini Traore anaonekana kwa sababu aliingia kutokea kwenye mapinduzi, ndio maana anaonekana sana. Lakini Magufuli alifanya mambo makubwa sana, lakini kwa sababu aliingia kidemokrasia na hakuna mapinduzi alifanya, lakini alifanya mambo makubwa sana. Na nchi ya Tanzania unajua ni nchi ya amani, watu walikuwa waangalii sana. Hasa Burkina Faso inaangaliwa sana kwa sababu alichukua nchi katika mazingira gani, na nchi ilikuwa inafanywa nini. Nchi ilikuwa inaporwa sana, yeye akaja katuliza lile wimbi la uporaji na kujaribu kurudisha rasilimali zote ziende kwa wananchi. Ndio maana unaona anaangaziwa sana na kuonekana anafanya vitu vikubwa, na ni kweli anafanya vitu vikubwa. Ni kweli lazima vitu kama hivyo vitokee, hasa unapoenda kulinda rasilimali za nchi yako. Ukiangalia hata kipindi kilichopita tulijadili masuala ya Kongo, tukasema
ni hizi issue za rasilimali ndio zinasababisha vita. Sasa unaona kama Kongo inaonekana ni nchi ambayo tayari wamepandikiza mamluki wengi pale. Unaona wanaendelea, japokuwa vita inapigana, lakini kuna vitu wanaendelea kupata kidogo kidogo. Lakini kwa Burkina Faso mianya yote ya kuchukua rasilimali imefungwa. Na kuna Burkina Faso hakuna vita yoyote, labda kusema kwamba watajaribu kutafuta kutumia watu wa ndani ili kuweza kuihujumu na kuchukua zile rasilimali. Kwa hiyo kila wanapojaribu kuingia wanakuta mianya yote imefungwa. Kwa hiyo solution iliyobaki kwao ni kuona tu ni kwa jinsi gani wanaweza wakaingia na kufanya mapinduzi kumuondoa huyu, ili waweke mtu wao ambaye atakuwa ni rahisi na mfujaji wa uchumi, mfujaji wa rasilimali za nchi hiyo. Traore anachokifanya sio kana kwamba anafanya kitu ambacho hakikuwepo kabisa Afrika. Kusema ukweli, hicho kitu kilifanywa na kina Mwalimu Nyerere, wakina Kwame Nkrumah, wakina Samora Machel, wakina nani huyu Patrice Emery Lumumba, wakina Nelson Mandela na marais wengi wa Afrika walifanya, ila tu kwa wakati ule, kwa sababu ulikuwa ukengeufu huu sasa wa viongozi wengi wanaoingia hawana mapenzi na nchi yao hayakuwepo, ndio maana walionekana wanafanya kitu ambacho hakikustaajabisha. Sasa tumekuja kuingia kwenye kipindi hiki cha kuanzia miaka ya 90 kuja sasa, hizi nchi za Afrika wamekuwa wanaingia viongozi ambao hawana mapenzi na mataifa yao, na wamekuwa wakitumika kama mapapeti tu hizi nchi za magharibi na kuchukua rasilimali zetu na kuzipeleka nje ya Afrika. Ndio maana kiibuka mtu anaye implement au anayetekeleza uzalendo anaonekana ni waajabu, anafanya kitu ambacho labda hakipo. Lakini kwa kifupi ni kwamba viongozi wa nyuma walifanya haya mambo sana, ndio maana mnaona nchi zetu ziliweza kusimama kwa kipindi kirefu. Anachokifanya Traore wameshakifanya hao viongozi wa nyuma. Kwa hiyo silaha anayotumia Traore ni uzalendo, ndio unamfanya akutane na changamoto hizi nyingi za kufanywa majaribio ya mapinduzi mara kibao. Lakini wanachoweza kujifunza viongozi wengine wa Afrika tayari wanakijua, ni uzalendo tu, hamna kitu kingine zaidi ya hicho. Mimi nasema tumuombe, kwa sababu naamini atatoboa kama wa Burkina Faso watashikamana, watakuwa kitu kimoja. Kwa sababu adui wa ndani ndio mbaya sana kuliko adui wa nje. Na kama wa Burkina Faso watadiriki kuungana na hawa watu wa nje, ni kitu cha kusikitisha sana. Wanaweza kumpoteza rais wao ambaye anawasaidia kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ina maana tunawasihi wa Burkina Faso waendelee kushikamana, wawe kitu kimoja, ili wasije wakajaribu kufanya namna yote ile ya kumpoteza rais wao ambaye anawasaidia wao na kizazi kijacho. Na marais wengine wajifunze kupitia hii commitment ambayo Traore ameionyesha. Kwa hiyo Traore anaweza katoboa tu pale ambapo nchi yake itakuwa ina umoja na mshikamano. Kukianza kutokea usaliti ndani ya nchi yake, atakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kupotea.